Dada Carolina, karibu sana. Asante na shukuru. Umetokea wapi? Umetusikia wapi? Nimewasikia kwenye mitandao ya kijamii. Okay. Katika TikTok. Wow. Na nimetokea mkoa wa Arusha. Yeah. Karibu. Nashukuru sana. Nini kimekuvutia kuja Wadada Center? Kutokana na mambo mbalimbali ambayo nilikuwa nayaona. Uwajibikaje. Pamoja na mambo mengine. Ambayo watu walikuwa wanayafanya. Wapi? Yaani jinsi wanavyoongea kule mtandaoni nilikuwa navutiwa nayo. Hapa Wadada Center. Ndio. Okay. Kwa hiyo nikaona so mbaya na mimi nifike. Wow. Nijue mambo gani ambayo yanaendelea huko. Ili niweze kufaje kupata maisha yangu ya baadaye. Okay. Ndio. Nice Dada Carolina, karibu sana. Asante. Na sisi tunafanya hivi makusudi ili kuwavutia wadada kama wewe ulivyovutiwa leo hii, na wewe si unaongea hapa kwenye kipindi chetu. Utamvutia dada mwingine. Sasa atasema Carolina katoka Arusha kaenda Wadada Center kwa ajili ya kupigania ndoto zake, kwa nini mimi nisiende? Kwa hiyo na yeye atatoka kule, atakuja. Lengo letu ni kuwatoa wadada kutoka kwenye umaskini. Kwa sababu mnapokuwa mnakaa majumbani, mnakaa mtaani, hamna kazi, mnajiweka kwenye kundi la kuingia kwenye mambo ambayo yatakuletea majukumu ambayo hujajiandaa nayo. Sisi kama wasichana utaanza mahusiano na maboyfriend, si una kazi? Mara mimba, mara mtoto, huna kazi, si ndio? Sasa wewe mtoto utamlisha nini? Haya, boyfriend mwenyewe ndio hao maboyfriend wa siku hizi wanapeperuka kama siwi kitu gani, hawakamatiki. Kakuachia mtoto, utamlisha nini? Si tunaelewana? Kwa hiyo wasichana tukijiandaa vizuri kiuchumi, nimesema wakati naongea na Dada Christina, hata ikitokea changamoto, yani utaweza kukabiliana nayo. Si ndio? Kwa hiyo sisi tunavyofanya hivi vipindi, maana yake ni kuhamasisha wasichana wengine walioko bado bado wako njia panda, hawana kazi, hawana biashara, hawana mitaji, waweze kuona okay, kumbe kuna fursa ambayo tunaweza kuitumia ili na sisi tuweze kujikwamua. Sawa Dada Carolina? Sawa. Kwa hiyo wewe una malengo gani? Mimi nina malengo ya kuanzisha kituo cha watoto wadogo, yani kuwafundisha chekechea. Wow. Kwa nini kituo cha watoto wadogo? Kwa sababu nimesomea ualimu, kwa hiyo siwezi nikapoteza fani yangu. Wewe ni mwalimu? Ndio. Kwa hiyo umesomea ualimu ngazi gani? Ngazi ya certificate. Okay. Ulisoma kwa muda gani? Miaka 2. Miaka 2. Wapi? Mtwara. Ndio. Okay, kwa hiyo una uwezo wa kufundisha wale watoto wadogo? Ndio. Ni kama daycare, sio? Yeah. Okay. Na ndoto yako ni kuja kuanzisha kituo chako? Ndio. Very nice. Okay. Kwa hiyo unahitaji kama kiasi gani? Kama 700,000. Unahitaji 700,000. Inakutosha kufungua daycare yako? Kwa mwanzo lakini. Kwa mwanzo. Okay. Na utafungulia wapi? Arusha. Una plani za Arusha? Arusha ndio nyumbani? Ndio. Okay. Wewe mwenyewe una familia, umeolewa, una watoto? Hapana, sina mtoto wala sina familia. Ila wazazi wapo? Ndio, wapo. Wako wapi? Arusha. Okay. Uliwaambia unakuja huku? Ndio. Wakasemaje? Wakaniambia nenda, tunakuombea Mungu pate kazi. Wow, nice. Safi sana. Basi Dada Carolina, karibu sana. Sisi hapa tumeipa thamani kazi, sawa, kwa sababu ni kazi ambayo unaenda kuhudumia familia. Na sisi kwetu tunaamini familia ndio serikali namba 1. Watu wote wanaofanya kazi serikalini na taasisi zingine za binafsi wanatokea kwenye familia. Hata rais wetu alizaliwa kwenye familia, kalelewa kwenye familia, si ndio? Ndio. Kwa hiyo maana yake nini? Tunakwenda kutoa huduma eneo ambalo ni nyeti sana. Watoto wadogo wako kule wanahitaji kulelewa kimaadili, na wewe una ndoto ya kuwahudumia watoto wadogo, sawa? Kwa hiyo unapokwenda nyumbani kufanya kazi kwa mtu, maana yake unaanzia pale yale maono yako. Yaani namna ambavyo utaenda kuhudumia kituo chako kile utakachokuja kukifungua, basi uanzie pale unapoenda kwa bosi wako. Hudumia vizuri watoto wake, yeye mwenyewe, mabosi wako hao utakaowakuta, kama ni single father, single mother au ni family kwa maana ya baba na mama. Wote hao ni aina wateja tulionao.
lakini mara nyingi nyumba karibia zote zina watoto. Make sure unahudumia vizuri. Sawa. Ukihudumia vizuri, Mungu anakufungulia milango ya kwenda kwenye ndoto ulionayo. Sawa Sawa. Mimi mwenyewe naamini nimefika mahali nilipo kwa sababu kila kazi ninayoifanya huwa napenda kuifanya kwa bidii sana. Hata sasa kazi ninayoifanya Tanzania nzima hakuna kituo cha wafanyakazi wa nyumbani ambacho kinafanya kazi kama tunavyofanya sisi. Si unaelewa Ndio. Sisi yani tunahakikisha tunatoa huduma nzuri. Tunavyowatrain, yani light ya wadada wote wangekuwa wanafuatilia mafundisho yetu wakayafanya, familia zingekuwa bora sana. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu kila kitu Mungu anataka tufanye kwa ubora. Hata Biblia inasema usifanye kazi kwa mkono mlegevu. Si ndio Kufanya kazi kwa mkono mlegevu huwezi kubarikiwa. Kwa hiyo uaminifu wako unatakiwa uonyeshe kwa Mungu, sio kwa mwanadamu, kwa Mungu. Ukifanya kila kitu kwa bidii na Mungu akaona kabisa kwamba wewe unajitahidi, atakubariki sana. Wale unaoishi nao ni moja kati ya watu ambao Mungu anatuletea kwenye maisha yetu ili watubariki. Lakini hawezi kutubariki kama tunawafanyia tu kazi ovyo ovyo, si ndio? Ndio. Kwa hiyo usio kadharau watu unaokutana nao. Mungu ana makusudi kwa nini unakutana nao. Wafanyie vizuri, ishi nao vizuri, especially kama ni mabosi wako, yani unatakiwa uwatendee wema kweli kweli mpaka wao wenyewe waseme huyu dada tumemtoa ukatokea wapi. Unasikia dada Carolina? Ndio nakusikia. Hiyo ndio siri ya mafanikio. Ndio. Sawa Ndio. Haya, mimi nakutakia kila laheri, kapambane ili utimize malengo yako. Nashukuru. Karibu sana. Asante. Haya.